Bwana, baada ya mvutano hapa na pale, saga ambazo zinazoendelea kati ya Hibla pamoja na bosi wake Harmonize, wito uliitwa na Basata wawili hao wote wafike kwenye makao makuu ya Basata ili kupata usuluhisho. Mara ya kwanza Harmonize kutokea alituma wawakilishi wake, mara ya pili Harmonize hakutokea, pia aliwatuma wawakilishi wake kwenda pale kumwakilisha katika makao makuu ya Basata Tanzania. Sasa bwana, for this time around bwana, awamu nyingine hapa Harmonize bwana amefika bwana, ama ametimba, unaweza kusema hivyo. Watoto wa Swahilini wanasema hivyo pale katika makao makuu ama HQ za Basata kwenda kusikiliza wito ambao aliitiwa, lakini pia Hibla tunafahamu kwamba naye halikuwepo pale katika makao makuu ya Basata. Baada ya Harmonize bana kufika pale, watu wengi walikuwa wanasubiri kwamba Harmonize akitoka hataongea nini, licha ya mambo kuwa mengi sana kati yake yeye na Hibla, kwamba Hibla anataka kutoka pale kwenye lebo ya Konde Gang pale katika vijiji vya Konde Village bana, anataka awe msanii huru, lakini uongozi wa Konde Gang walimtaka atoe kiasi cha bilioni 1 ambazo Hibla hakuwa tayari kutoa kwa sababu hakuwa na pesa hizo hata kidogo. Mambo yakawa mengi. Sasa baada ya hapo Basata wakaamua ingile kati, wakawaita wawili wao kupata suluhisho, na muda huu bwana Harmonize bwana baada ya kuingia pale akatoka na kutoa taarifa official kwa vyombo vya habari ama waandishi wa habari kwa kile ambacho kimeongelewa mule ndani. Yeye kwa upande wa Harmonize bwana amesema kwa sasa hivi bwana, kama alivyosema hapo awali, kuna clip alipost bwana siku kadhaa zilizopita kwamba Hibla sasa hivi ni msanii huru kabisa. Kama ni mapromota, watu ambao wanaandaa show, basi wamuite kwa sababu ni msanii ambaye anajitegemea yeye mwenyewe, hayupo tena kwenye lebo ya Konde Gang Music bwana pale katika vijiji vya Konde Village. Sasa watu wengi baada ya video clip ile bwana Harmonize kuweka kwenye post yake pale IG bwana, watu wengi wakawa wanajiuliza, sawa, Hibla ameenda vipi kuhusiana na hatimiliki za ngoma zake, itakuwaje? Yani Harmonize anasema kwamba yeye amemwachia free kabisa. Watu wanasema vipi kuhusiana na hatimiliki ambazo yeye Hibla anamiliki kwenye nyimbo zake? Utafahamu Hibla tokea jiunge na record label hiyo alibatika kutoa nyimbo kadhaa na nyingi paka muda watu wanauliza, je, zitakuwa mali ya Hibla? Sasa Harmonize bwana kupitia leo pale katika viunga vya Basata ameweza kusema kwamba amemwachia Hibla na kila kitu ambacho Hibla alichokuwa anakimiliki, kwamba hani hatimiliki zote za ngoma zote ambazo aliwahi kurekodi wakati yupo kwenye record label hiyo ya Konde Gang Music bana, kwamba ni vya kwake. Sasa amewajibu wale wote ambao walikuwa wanauliza, sawa, umemwachia Hibla ende vipi kuhusiana na hatimiliki zake za kimuziki mikaaje? Kwani mara kwanza watu wakawa wanasema kwamba huenda Hibla wamemruhusu, ila hatimiliki zote za ngoma zake bado zipo Konde Gang pale kwa sababu bado ana mkataba huo. Lakini Harmonize bwana ameonyesha leo ya kiungwana na kusema kwamba amemsamehe Hibla, kila kitu ambacho alikuwa anakimiliki sasa hivi ni cha kwake kabisa, kiusani kabisa na Konde Gang pale, kwamba zile nyimbo zake zote sasa hivi atakuwa anazisimamia yeye mwenyewe mapato yote, na hivyo na kusema kwamba sio kama amefanya hivi kwa sababu yeye ana hela nyingi sana, ila kutokana na maamuzi ambayo yalienda kufanyika ndani mule ya busara zaidi, inaonekana kwamba Basata wao waliwaweka watu wao wawili chini kwamba wachane kwa amani kabisa, pasiwe na migogoro ya hapa na pale. Hivyo busara zikatumika, kama Harmonize anavyosadikika kwamba yeye sasa hivi amemsamehe Hibla, hataki chochote kutoka kwake na namtakia maisha mema. Kuhusiana na mambo mengine yote yale watu wayasahau. Hivyo sasa hivi swala kwake na Hibla basi na record label ya Konde Gang limefikia mwisho kabisa, ndoa yao imevunjika. Hibla ameondoka na kila kitu chake pale katika viunga vya Konde Gang, yani anamiliki hisa zake zote za kimuziki pale kwenye ukurasa wake, channel zake, platform za YouTube. Basi Hibla sasa hivi ndo anausimamia sote na uongozi wa Konde Gang baada ya makubaliano ya pande zote mbili. Watu wengi wameonekana kwamba kumsifu Harmonize kwa kitu ambacho amekifanya, kwani yeye wakati anatoka Wasafi bwana kutoka hivi free, wenyewe wanasema free boat, watoto wa mjini limlazimu atoe kiasi cha pesa ili aweze kupata hatimiliki zake za nyimbo zote ambazo aliwahi kurekodi katika record label ya WCB. Lakini kwa upande wake Hibla amemfanyia fair kabisa. Hibla hajatoa pesa, lakini licha kutotoa pesa, Hibla amekabidhiwa copyright zake zote, hatimiliki za nyimbo zake ambazo aliwahi kurekodi wakati yupo katika viunga vya record label hiyo ya Konde Gang Music bwana. Kwa hiyo watu wengi wameonekana kumsifu yeye Harmonize na kumtakia maisha mema na baraka njema, kwa sababu si jambo rahisi, kwani Hibla wakati yupo pale katika record label hiyo watu walikuwa wanatumia hela kuwekeza katika video, kurekodi, korabo, lakini imekuwa tofauti. Hibla ameweza kuondoka hivi pale katika viunga vya Konde Gang. Sasa huyo ni Harmonize baada ya kuwasili Basata, baada ya hapa na pale kutuma wawakilishi wake, lakini once again ameenda yeye mwenyewe bwana kupata suluhishi kati yake yeye na Hibla kupitia viongozi wa Basata. Kupitia section na comment hapo, dondosha comment yako kwa maamuzi ambayo yamechukua Harmonize. Je, ni ya kiungwana kabisa ambayo
yanapendeza kwa wasanii wote ambao wanasimamia wasanii hapa Tanzania. Sometimes wasiwe na kwara ama mikwaruzano ya hapa na pale, mvutano ambayo haina mpango wowote. Hii ni Female Lane, mpaka pale baadaye kuhakikisha unapata taarifa habari zaidi kama hizi na za kimuendelezo.